Karibuni sana wapendwa watazamaji wetu kokote kule mnakofuatilia matangazo ya Hope Channel. Hiki ni kipindi chako kipendacho, kipindi cha Biblia Yasema, kipindi kinachochambua maswali na kuyajibu kwa msingi wa Biblia. Mimi niliyopo mbele yenu ni mtumishi wako Mchungaji Steven Leta, ambaye nitakuletea majibu ya maswali ya watazamaji wetu. Kabla hatujaanza kipindi chetu, hebu tupate kuomba. Baba yetu mwema wa mbinguni, tunakushukuru kutupatia fursa hii nyingine adimu ya kujifunza maandiko kupitia maswali yaliyoulizwa na watazamaji wetu. Na kuomba ukanisaidie mimi na msomaji wa maswali katika kufikisha ujumbe unaokusudiwa, lakini pia ukawasaidia watazamaji wetu kuelewa yale tunayokwenda kuyawasilisha na hatimaye kufanya maamuzi kwa ajili ya wokovu wao. Ndilo ombi letu katika jina la Yesu Kristo, amina. Basi kama ilivyo ada yetu, tunayo maswali kadhaa na msomaji wetu anaenda kutusomea swali la kwanza. Swali linasema, kwa nini haturuhusiwi kula sungura na nguruwe? Swali linataka kujua sababu inayofanya wanadamu wazuiliwe kula sungura na nguruwe. Yeye ametaka kuulizia tu hao wanyama wawili, na sisi tumeandaa majibu yafuatayo. Haturuhusiwi kula sungura na nguruwe kwa sababu wanyama hao waliumbwa kwa makusudi mengine tofauti kabisa na yale ya kuliwa. Yaani Mungu kuna wanyama aliwaumba ili waliwe, na kuna wanyama wengine aliwaumba ili wasiliwe, lakini waliumbwa kwa makusudi mengine. Biblia inawaweka wanyama katika makundi mawili makubwa. Kundi la kwanza ni la wanyama safi na kundi la pili ni la wanyama wasio safi. Wanyama wasafi hapa ni wale wanaofaa kuliwa, na wanyama wasio safi tafsiri yake hapa ni wale wanyama najisi na wale wasiofaa kuliwa. Katika kitabu cha Mwanzo sura ya 7 fungu la kwanza hadi la pili ndipo tunapopata uelewa huo ya kwamba Mungu aliumba makundi mawili ya wanyama. Bwana akamwambia Nuhu, ingia wewe na jamaa yako yote katika safina, kwa maana nimekuona wewe mwenye haki mbele zangu katika kizazi hiki. Katika wanyama wote walio safi ujitwalie 7 mume na mke, na katika wanyama wasio safi 2 mume na mke. Kwa hiyo unaona Mungu anamfafanulia Nuhu ya kwamba wanyama wako katika makundi mawili, na katika hayo makundi mawili alielekezwa awaingize kwa idadi gani kwenye safina. Mungu alimchagulia mwanadamu aliyemuumba orodha ya vitu atakavyovitumia kama chakula, badala yeye mwenyewe mwanadamu kujichagulia apendavyo. Katika mambo ambayo Mungu hakuruhusu mwanadamu ajichagulie mwenyewe ni vyakula anavyotakiwa kuvila. Alifanya hivyo kwa kuzingatia thamani ya mwanadamu na udhaifu wa huyo mwanadamu katika kufanya maamuzi yaliyo sahihi, na hasa baada ya dhambi kuingia. Sisi wanadamu tuliumbwa kwa mfano wa Mungu, na kwa hiyo tuko tofauti kabisa na viumbe wengine wowote. Kwa hiyo Mungu akawa mwangalifu kutuchagulia vyakula tunavyotakiwa kuvila. Katika kitabu cha Mwanzo sura ya 2 fungu la 29 Biblia inasema, Mungu akasema, tazama nimewapa kila mche utaao mbegu ulio juu ya uso wa nchi yote, pia na kila mti ambao matunda yake yana mbegu vitakuwa ndivyo chakula chenu. Katika orodha ya awali Mungu alitoa tu vyakula vyenye mbegu na vyakula vile vyenye sifa iliyotajwa, lakini katika hivyo vyakula vya awali haikuwepo nyama. Nyama haikuwa sehemu ya chakula cha mwanadamu. Hata baadaye aliporuhusu kula nyama,
Mungu bado alimchagulia mwanadamu wanyama wanaotakiwa kuliwa kwa sababu Mungu alikuwa anampenda mwanadamu. Katika kitabu cha Walawi 11 fungu la 3, Biblia inatuonyesha Mungu akimchagulia mwanadamu wanyama wanaofaa kula, kila mnyama mwenye kwato katika miguu yake, mwenye miguu ya kupasuka kati, mwenye kucheua katika hayawani, hao ndio mtakaowala. Hayawani ni lugha nyingine ya kuelezea wanyama. Kwa Mungu alijaribu kutoa sifa mbili za wanyama wanaofaa kuliwa au walio katika kundi la wanyama safi. Ni wale wanaocheua, alafu wale ambao kwato zao zimegawanyika mara mbili. Unafahamu ya kwamba wanyama wengi wanaokula majani huwa wana kwato badala ya kucha. Lakini katika hawa wanyama wenye kwato, hizo kwato ziko katika makundi mawili: kwato zilizopasuliwa kama za ng'ombe na kwato ambazo hazijapasuliwa kama za ngamia. Kwa hiyo wale wenye kwato zilizopasuliwa na halafu wanacheua kama ng'ombe, au wanazo sifa za wanyama wanaostahili kuliwa na binadamu. Baada ya dhambi, mwili wa binadamu ukaonekana kuhitaji vyakula vya kumkinga na maradhi, na hivyo Mungu katika orodha ile ya awali akaongezea mboga za majani ambazo ndani yake kuna viinilishe vya kukinga mwanadamu na maradhi. Mwanzo 3 fungu la 18, michongoma na miiba itakuzalia, nawe utakula mboga za kondeni. Hii orodha ilitolewa baada tu ya mwanadamu kuanguka dhambini, lakini haikuwepo katika ile orodha ya vyakula aliyoitoa Mungu kabla mwanadamu hajaanguka dhambini. Kwa hiyo tunaona mwendelezo wa orodha ya vyakula vinavyohitajika kuliwa na mwanadamu. Mwanzo kulikuwa tuna nafaka, alafu baadaye pakaja mwanzo kulikuwa na nafaka na matunda, baadaye pakaja na mboga za majani, na baadaye pakaja nyama, lakini katika hizo nyama pakawa na vigezo: nyama wenye kwato na wale ambao wanacheua. Hao nao wakaongezwa katika orodha ya vyakula. Na baada ya gharika, kwa kuwa mimea ilikuwa imeharibika kwa mafuriko na kwa sababu alikusudia kufupisha umri wa wanadamu ili wasiishi maisha marefu yenye mateso, Mungu aliongeza wanyama katika ile orodha ya vyakula aliyoitoa hapo mwanzoni. Kumbuka ya kwamba wanyama haikuwepo katika orodha ya mwanzo, sio kwa sababu Mungu alijisahau au kwa sababu hakutambua kuna wanyama, lakini alikusudia wanadamu waishi maisha marefu. Utumiaji wa wanyama kama chakula kwa wanadamu ndio uliopunguza umri wao wa kuishi. Wanadamu wa zamani walikuwa wanaishi maisha marefu, hasa wale waliokuwa hawatumii nyama, na baada ya kuanza matumizi ya nyama, umri wa wanadamu ukapungua sana. Kwa hiyo moja ya sababu za kuongezea wanyama katika orodha ya vyakula vya wanadamu ilikuwa moja, mboga za majani ambazo waliruhusiwa kuzila zilikuwa zimeharibiwa sana, na hata matunda pamoja na nafaka. Ile gharika iliacha ardhi ikiwa haina chochote cha namna hiyo. Kwa hiyo Mungu akawaongezea wanyama wawe sehemu ya chakula. Kwa hiyo kwa sehemu kubwa unaona kabisa siku zile za mwanzo baada ya kutoka kwenye gharika walikuwa wanatumia tu nyama mpaka baadaye walipokuja kupanda nafaka wakaendelea kutumia nafaka kama walivyokuwa wanafanya hapo nyuma. Lakini ongezeko hili la wanyama pia likawa limepunguza umri wa hawa wanadamu kuishi. Mwanzo 9 fungu la 3, Biblia inasema kila kiendacho kilicho hai kitakuwa chakula chenu, kama ndivyo hapa mboga za majani kadhalika na wapeni hivi vyote. Unaona ya kwamba hatua ya kwanza kabisa baada ya kutoka kwenye safina, Mungu anatoa agizo la jumla. Anasema wanyama, kila kiendacho kilicho hai kitakuwa chakula chenu, kama nilivyowapa mboga na majani kadhalika na wapeni hivi vyote. Hapa Biblia haifafanui ya kwamba Mungu aliwatofautisha hawa wanyama. Anasema kila kiendacho chenye mwili waliruhusiwa kukitumia. Lakini baadaye katika Kumbukumbu la Torati 14:1 hadi 21 na Mambo ya Walawi 11:1 hadi 31, Mungu akalazimika kutoa ufafanuzi juu ya wote wenye mwili walioruhusiwa kuliwa.
Mfano, kwenye agizo la awali Mungu alisema kila kiendacho chenye hai kitakuwa chakula chenu, lakini maelekezo yaliyofuata yakatenga wanyama walio safi na wale wasio safi. Katika kitabu cha Walawi sura ya 11 fungu la 6 hadi la 8 ndipo tunapokutana na huyo sungura na nguruwe ambayo umemuulizia. Na sungura kwa sababu hucheua lakini hana kwato, yeye ni najisi kwenu. Na nguruwe kwa sababu yeye anazo kwato, ni mwenye miguu iliyopasuka kati, lakini hacheui, yeye ni najisi kwenu. Msiile nyama yao wala msiiguse mizoga yao, hao ni najisi kwenu. Haya ndiyo maelekezo ya Mungu juu ya vyakula au wanyama tunaopaswa kuwatumia. Sungura ameshindwa kukidhi vigezo kwa sababu pamoja na kwamba anacheua, lakini miguu yake badala ya kuwa na kwato ina kucha kama ya simba, kama ya chui. Na nguruwe licha ya kwamba miguu yake imekidhi vigezo, ina kwato na kwato zake zimepasuka katikati, yeye hacheui. Kwa hiyo ameshindwa kukidhi vigezo, na kama ameshindwa kukidhi vigezo, basi wanatumbukia katika orodha ya wanyama wasio safi ambao makusudi yao ya kuumbwa hayakuwa kuliwa, yalikuwa makusudi mengine. Wewe na mimi tumashahidi ya kwamba sio kila kitu kilichoumbwa kimeumbwa kwa sababu ya kuliwa na sio kila mwanamke aliyezaliwa hapa duniani yuko hapo kwa ajili ya wewe kumwoa, hata kama unampenda sana. Ndio sababu huwezi kuoa dada yako. Na hata pale nyumbani unaweza ukawa una paka, unaweza ukawa una mbwa, una mbuzi, una kuku. Unapohitaji kitoweo huwezi kumchinja mbwa kwa sababu yuko hapo nyumbani. Yuko hapo nyumbani kwa sababu ana kazi yake maalumu ya ulinzi. Huwezi kumchinja paka kumfanya kitoweo kwa sababu tu yuko hapo nyumbani. Yuko hapo nyumbani kwa sababu kusaidia kukulia panya. Kwa hiyo makusudi ya hawa wanyama si lazima yawe ya kuliwa. Ulinzi nao ni makusudi mazuri. Kutafuta panya wanaoharibu vyakula na nguo hapo nyumbani, hayo pia ni matumizi mazuri ya paka. Kwa kuwa sungura na nguruwe wamekosa sifa za wanyama safi, hawafai kuliwa, maana kuwala itakuwa kwenda kinyume na agizo la Mungu na kudharau ile thamani Mungu aliyotupatia. Wakorintho wa kwanza 6 fungu la 20, Biblia inasema, maana mlinunuliwa kwa thamani, sasa basi mtukuzeni Mungu katika miili yenu. Tusikubali kuwa miongoni mwa walafi wanaotabiriwa kutokea siku za mwisho, tunazoishi kwa kutokuwa na kiasi. Kumbuka kwamba sisi tumeumbwa kwa mfano wa Mungu na tu watu wenye thamani sana. Kama ambavyo kiongozi wa nchi kutokana na umuhimu wake katika nchi husika hawezi kula chochote anachokitaka. Vyakula vya rais vinapimwa. Vyakula vya rais wakati fulani anachaguliwa vyakula ambavyo anatakiwa kula. Hawezi kula kile anachokitaka kwa sababu ya umuhimu wake katika jamii husika. Sasa sisi wanadamu tuna umuhimu ulio tofauti kabisa na viumbe wengine wote. Ndio maana Mungu ilimlazimu kutupatia orodha ya vyakula tunavyotakiwa kuvila kwa sababu ya thamani yetu. Katika kitabu cha Luka 21 fungu la 34 tunaambiwa juu ya watu ambao hawathamini thamani yao watakaoishi katika siku za mwisho. Basi jiangalieni mioyo yenu isije ikalemewa na ulafi na ulevi na masumbufu ya maisha haya, siku ile ikawajia ghafla kama mtego unasavyo. Hapo pametajwa jambo la ulafi. Kung'ang'ania kula sungura na nguruwe wakati kuna ng'ombe, mbuzi na kondoo na wanyama wengine wasio najisi ni kukosa kuwa na kiasi na ishara ya kuendekeza ulafi. Kwa hiyo asingepaswa sisi ambao tayari tunavyo wanyama wengi wa kutosha wanaotosheleza mahitaji yetu ya chakula, ya protini, kuenda kushughulika na wanyama wengine ambao tumeambiwa kwamba si salama kuwatumia. Ulafi ni kule kukosa kuwa na kiasi katika vyakula vile ambavyo tumepewa au kukosa kuwa na kiasi katika vyakula vile ambavyo Mungu hajaruhusu uvitumie.
Kwa hiyo naamini swali hilo limeeleweka, na nakuombea Mungu akusaidie kuacha kutumia nguruwe na kuacha kutumia sungura, kwa sababu hao ni wanyama najisi. Tuangalie swali linalofuata. Swali linalofuata katika mfuatano wetu wa maswali ni swali la 9. Msomaji tusomee. Swali linasema, Biblia inafundisha vipi juu ya Mungu mmoja? Wakati huo inasema kuna Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Je, hawa sio miungu watatu? Naomba msaada. Asante. Swali alilouliza anataka kujua Mungu ni mmoja, lakini kwa nini kuna Baba, Mwana na Roho Mtakatifu? Je, hawa sio miungu watatu? Anachanganyikiwa, anataka tumsaidie. Majibu tuliyoandaa ni kama ifuatavyo. Biblia haikosei inaposema kuna Mungu mmoja. Kumbukumbu la Torati 6 fungu la 4, sikiza Israeli, Bwana Mungu wetu Bwana ndiye mmoja. Hili ni fungu la muhimu sana, linasisitiza kabisa kwamba Mungu ni mmoja. Hata katika Agano Jipya Yesu anathibitisha ukweli huo kuwa Mungu ni mmoja. Marko 12:29 Biblia inasema, Yesu akamjibu ya kwanza ndio hii, sikia Israeli, Bwana Mungu wetu ni Bwana mmoja. Biblia hiyo hiyo inatambulisha pia kuwepo kwa nafsi ijulikanayo kama Baba, na nafsi ijulikanayo kama Roho Mtakatifu, na nafsi ijulikanayo kama Mwana au Yesu, ambazo zina asili ya uungu. Yohana 14 fungu la 16 hadi 17 inasema, nami nitamuomba Baba, naye atawapa msaidizi mwingine, ili akae nanyi hata milele, ndiye Roho wa kweli, ambaye ulimwengu hauwezi kumpokea kwa kuwa haumwoni wala haumtambui, bali ninyi mnamtambua, maana anakaa kwenu, naye atakuwa ndani yenu. Haya maneno yanatamkwa na Yesu ambaye ni mwana, ambaye ana asili ya uungu. Anatuthibitishia ya kwamba yuko Baba ambaye atamuomba, na huyo Baba atamtoa Roho Mtakatifu aje achukue nafasi yake, na akawa na wasii watu ya kwamba huyo Roho atakapokuja inabidi mumsikilize, mumtii. Kwa hiyo tunapata hapa uthibitisho wa kuwepo kwa nafsi tatu ambazo zote kila moja ina asili, ina mamlaka ya uungu. Kwa hiyo tunaye Mungu mmoja, lakini pia ziko nafsi tatu ambazo zote zina asili ya uungu. Ni Biblia hiyo hiyo. Katika Isaya 9 fungu la 6 tunasoma, maana kwa ajili yetu mtoto amezaliwa, tumepewa mtoto mwanaume, na uweza wa kifalme utakuwa begani mwake, naye ataitwa jina lake Mshauri wa Ajabu, Mungu mwenye nguvu, Baba wa milele, Mfalme wa amani. Huyu anayetabiriwa hapa ni Yesu Kristo, ambaye moja ya sifa zake anasema atakuwa Mungu mwenye nguvu. Kwa hiyo Yesu kabla hajazaliwa alitabiriwa kwamba atakuwa ni Mungu mwenye nguvu. Tena anaitwa Baba wa milele, ana asili ya umilele, na mwenye asili ya umilele ni Mungu peke yake. Viumbe vingine vyote vina mwanzo wa maisha yao na vina ukomo, na kama kuna viumbe vitakavyokuwa vina umilele, vitakuwa vimewezeshwa na huyo Mungu, kama vile wanadamu sisi. Sisi tuna mianzo yetu, lakini wale tunaomwamini Kristo hatutakuwa na ukomo wa kuishi kama Mungu alivyo. Ni kwa sababu Mungu mwenyewe atatushirikisha hiyo asili ya uungu ya kuishi milele. Nafsi hizi tatu sio miungu watatu, bali ni nafsi zinazounda Mungu mmoja. Ni nafsi zinazotofautiana katika utekelezaji wa majukumu kiungu, lakini hazitofautiani katika mipango na makusudi. Katika utekelezaji wa majukumu zinatofautiana. Baba na majukumu yake,
Mwana ana majukumu yake, Roho Mtakatifu ana majukumu yake, lakini katika mipango ya pamoja na makusudi wote lao ni moja. Katika Luka 3 fungu la 21 fungu la 22 tunasema, ikawa watu wote walipokwisha kubatizwa na Yesu naye amebatizwa, naye anaomba, mbingu zilifunuka, Roho Mtakatifu akashuka juu yake kwa mfano wa kiwiliwili kama hua. Sauti ikatoka mbinguni, wewe ndiwe mwanangu mpendwa wangu, nimependezwa nawe. Hapa napo tunaziona nafsi tatu zikiwa zimeelezwa katika haya mafungu, ya kwamba wakati Yesu anabatizwa hua au njiwa akaonekana anashuka akaja kutua kwa Yesu, na huyo alikuwa anamwakilisha Roho Mtakatifu. Na halafu ikasika sauti kutoka mbinguni, hii ni ya Baba, maana anasema huyo Yesu ni mwanangu mpendwa. Hizi ni nafsi tatu zinatajwa ndani ya Biblia hiyo hiyo, ambayo pia inasema Mungu ni mmoja. Kwa hiyo wazo la kwamba Mungu ni mmoja na wazo la kwamba kuna nafsi tatu za uungu, vyote vinatoka ndani ya Biblia hiyo hiyo, na haya mawazo mawili hayakinzani. Katika hatua hii, kwa mara nyingine tena, nafsi zote tatu, yaani Baba, Mwana, Yesu Kristo na Roho Mtakatifu, wanaonekana wakiwa mahali pamoja. Kwa hiyo hakuna miungu watatu, kuna Mungu mmoja, ila Mungu huyo mmoja anapatikana kupitia nafsi tatu za uungu. Tusome swali linalofuata. Swali linasema, Mtume Paulo aliamini juu ya Mungu mmoja. Soma Wakorintho wa kwanza 6 mstari wa 8. Iweje leo useme kuna Baba, Mwana na Roho Mtakatifu? Sawa, fungu alilolitaja muuliza swali wetu la Wakorintho wa kwanza 6 fungu la 8 halisemi lolote kuhusu Baba, Mwana au Roho Mtakatifu. Ngoja nilisome. Bali kinyume cha hayo, ninyi wenyewe mwadhulumu watu na kunyang'anya mali zao, naam hata za ndugu zenu. Sasa baada ya kuona hili fungu haliendani na swali lake, nikahisi kwamba alikuwa anakusudia fungu la Wakorintho wa kwanza 8:6 ambalo angalau kidogo linazungumzia juu ya hiyo nafsi ya Baba au Mwana au Utatu. Lakini kwetu sisi Mungu ni mmoja tu, aliye Baba, ambaye vitu vyote vimetoka kwake nasi tunaishi kwake. Yuko na Bwana mmoja Yesu Kristo, ambaye kwake vitu vyote vimekuwako na sisi kwa yeye huyo. Kwenye hili fungu, kwa bahati mbaya au nzuri, halikanushi kuwepo kwa nafsi tatu za uungu, ila badala yake linathibitisha. Fungu hili limetaja nafsi mbili, moja ya Baba na nafsi nyingine ya Mwana ambaye ni Yesu Kristo. Nafsi zote mbili kwa mujibu wa maelezo ya fungu hili zina sifa ya kuumba na zina sifa ya umilele. Lakini basi tuje kwenye hoja yako, ambapo alitaka kujua Mungu ni mmoja au Mungu ni watatu. Ieleweke kwa wasikilizaji na watazamaji wetu kuwa si mimi hapa mchungaji Steven Leta wala si kanisa langu tunaoleta fundisho la kuwepo kwa Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, bali ni Biblia yenyewe inayosema hivyo. Kwa hiyo kama kuna kuhukumu kokote, uko kuhukumu kuelekezwe kwenye Biblia na sio wale ambao wamekuwa wakifundisha kile Biblia ilichokifunua. Biblia inasema ipo nafsi ya Baba, ipo nafsi ya Mwana na ipo nafsi ya Roho Mtakatifu pia. Katika kitabu cha Mathayo 28 fungu la 19, Biblia inasema, basi nendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Maneno haya yalisemwa na Yesu mwenyewe, akionyesha kuwepo kwa nafsi tatu za uungu. Wapo wanaokubaliana na uwepo wa nafsi tatu huku wakitilia shaka uungu wa Mwana na uungu wa Roho Mtakatifu. Yaani kuna wale wanaosema ni kweli nafsi tatu zipo, lakini nafsi hii moja ya Mwana na hii ya Roho Mtakatifu, uungu wake hauwezi kufanana na ule uungu wa nafsi ya Baba. Ule wa nafsi ya Baba uko juu kidogo na huu wa Mwana na Roho Mtakatifu uko chini,
au haupo kabisa. Lakini Biblia haitilii shaka juu ya uungu wa Mwana wala uungu wa Roho Mtakatifu. Tusome mafungu yafuatayo. Yohana 1:1. Hapo mwanzo kulikuwako neno, naye neno alikuwako kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Biblia inaposema neno alikuwako kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu, inaongelea kuwepo kwa nafsi mbili zenye hadhi ya uungu, kwamba hapo mwanzo kulikuwepo na neno, naye neno alikuwepo kwa Mungu. Hizo ni nafsi mbili, na huyo neno naye akawa ni Mungu. Hapo unazungumzia nafsi mbili ambazo zote zina hadhi ya uungu. Yesu ambaye hapa ametambulishwa kama neno, amejishuhudia mwenyewe kuwa ana asili moja na Baba, na kwamba alikuwa na asili ya uungu kabla ya kufanyika kuwa mwanadamu. Yohana 10:30, Yesu anasema mimi na Baba tu umoja. Sasa ukichukua Yesu nafsi moja, Baba ni nafsi ya pili, hoja ya kwamba Mungu hapatikani katika nafsi zaidi ya moja inamalizwa na hii kauli. Yuko Mungu mmoja, lakini anapatikana katika nafsi tatu, na mbili ni hizi zimetajwa, Baba na Mwana. Wafilipi 2:5-7, Biblia inasema iweni na nia hiyo hiyo ndani yenu, ambayo ilikuwamo pia ndani ya Kristo Yesu, ambaye yeye mwanzo alikuwa yuna namna ya Mungu, naye hakuona kule kuwa sawa na Mungu kuwa ni kitu cha kushikamana nacho. Kuwa sawa na Mungu maana yake ni kwamba kuwa na hadhi inayofanana na ile Mungu alionayo. Kwa hiyo Yesu anajitanabaisha hapa ya kwamba kabla hajafanyika mwanadamu alikuwa na asili ya uungu, alikuwa na level moja ya uungu kama ile aliyokuwa nayo Baba, bali alijifanya kuwa hana utukufu, akatoa namna ya mtumwa, akawa ana mfano wa wanadamu. Lakini basi kuna wengine ambao angalau wamepiga hatua ya kumtambua Yesu kuwa ana hadhi ya uungu, pengine kutokana na hayo mafungu niliyotoka kuyasoma, ambayo hiyo hadhi iko sawa na ile ya Baba, lakini wamekwama au wanasita kumtambua Roho Mtakatifu kama naye anayo hadhi ya uungu kama ya Baba au kama ile ya Mwana. Hao nao wanahitaji kusaidiwa, na hivyo kwa sehemu kubwa imetokana na nini? Imetokana na Roho Mtakatifu kutambulishwa kama Roho wa Mungu au Roho wa Kristo. Unajua Roho Mtakatifu wakati fulani ametambulishwa kama Roho wa Mungu au Roho wa Kristo, na hiyo imewafanya watu kudhani huyo Roho Mtakatifu yuko chini ya Kristo au yuko chini ya Mungu, kwa maana chini ya Baba, na kwa hiyo hawezi kuwa na hadhi inayofanana na hao wanaotajwa hapo. Utambulisho huo umedhaniwa umeshusha au unapunguza au unaondoa kabisa hadhi ya uungu ya Roho Mtakatifu. Licha ya kutambulishwa kama Roho wa Mungu au Roho wa Kristo, Roho Mtakatifu anatambulishwa kama nafsi zingine zinavyotambulishwa. Roho Mtakatifu anaitwa hivyo kwa kuwa ni nafsi. Asingekuwa nafsi angetambulishwa kama Roho Takatifu. Sisi tunaenda pamoja hapo. Ukishaona Roho anatambulishwa kama Roho Mtakatifu, ile inasimamia nafsi. Isingekuwa inasimamia nafsi, ingekuwa tu inasimamia nguvu fulani, angetambulishwa kama Roho Takatifu. Hiyo yenyewe tayari ikusaidie kujua kwamba Roho Mtakatifu ni nafsi. Roho Mtakatifu aligawa vipawa kwa kanisa kama apendavyo yeye mwenyewe. Yaani ana mawazo yake, ana maamuzi yake. Wakorintho wa kwanza 12:8-11, Biblia inasema, maana mtu mmoja kwa Roho apewa neno la hekima, na mwingine neno la maarifa, apendavyo Roho yeye yule. Mwingine imani katika Roho yeye yule, na mwingine karama za kuponya katika Roho yule mmoja. Mmoja hapo ni nafsi. Na mwingine matendo ya miujiza, na mwingine unabii, na mwingine kupambanua roho, mwingine aina za lugha, na mwingine tafsiri za lugha. Lakini kazi hizi zote huzitenda Roho huyo mmoja, yeye yule, akimgawia kila mtu peke yake kama apendavyo yeye. Nafsi. Kwa hiyo Roho Mtakatifu ni nafsi kamili, sio tu upepo, sio tu nguvu, lakini Roho Mtakatifu ni nafsi kwa maana ya kwamba ana maamuzi yake mwenyewe.
hategemei kwingine kufanya maamuzi yale anayoyafanya. Anafanya kama anavyoona yeye mwenyewe, Roho Mtakatifu. Lugha iliyotumika hapa inaashiria kuwa Roho ni nafsi yenye hadhi ya uungu. Roho Mtakatifu ndiye anayechagua viongozi na waangalizi wa kulisimamia kanisa lililonunuliwa na Kristo. Matendo 20:28. Jitunzeni nafsi zenu na lile kundi lote nalo ambalo Roho Mtakatifu amewaweka ninyi. Amewaweka ninyi kuwa, hapo inatumika kama nafsi. Amewaweka ninyi kuwa waangalizi ndani yake, mpate kuilisha kanisa lake Mungu aliyolinunua kwa damu yake mwenyewe. Kwa hiyo Roho Mtakatifu ni nafsi yenye maamuzi, yenye mamlaka, yenye hadhi ya uungu. Roho Mtakatifu ndiye pia aliyewaongoza mitume na manabii katika kuandika yaliyomo kwenye Biblia. Petro wa pili sura ya kwanza fungu la 20 hadi 21 inasema, mkijua neno hili kwanza ya kwamba hakuna unabii katika maandiko upatao kufasiriwa kama apendavyo mtu fulani tu. Maana unabii haukuletwa popote kwa mapenzi ya mwanadamu, bali wanadamu walinena yaliyotoka kwa Mungu wakiongozwa na Roho Mtakatifu. Sio Roho Takatifu, Roho Mtakatifu, nafsi mwenye mamlaka, mwenye uwezo, mwenye hadhi sawa, mwenye hadhi kamili ya uungu. Roho ndiye aliyewezesha Yesu mwenye asili ya uungu kufanyika mwanadamu. Isingekuwa jambo hilo pia si jambo la kawaida. Nafsi yenye hadhi ya uungu kufanyika mwanadamu palihitaji muujiza na uwezo usio wa kawaida, na huo uwezo ulikuwa kwa Roho Mtakatifu. Mathayo 1 fungu la 18, kuzaliwa kwake Yesu Kristo kulikuwa hivi: Mariamu mama yake alipokuwa ameposwa na Yusufu, kabla hawajakaribiana, alionekana na mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Kwa hiyo Roho anao uwezo, Roho anayo hadhi ya uungu, na Roho anayo mamlaka, na Roho ni nafsi, sio nguvu tu peke yake. Roho Mtakatifu ndiye anayewezesha mabadiliko ya tabia ndani ya maisha ya muumini au muongofu mpya. Wagalatia 5 fungu la 16 hadi 17 inasema, basi nasema enendeni kwa Roho, wala hamtazitimiza kamwe tamaa za mwili, kwa sababu mwili hutamani ukishindana na Roho, na Roho kushindana na mwili, kwa maana hizi zimepingana, hata hamwezi kufanya mnayotaka. Wale ambao Mungu amewasaidia kuacha tabia ya dhambi wameweza kufanya hivyo kwa msaada na nguvu za Roho Mtakatifu. Unawezaje kubeza uwezo na mamlaka ya Roho Mtakatifu? Unawezaje kusita kutambua Roho Mtakatifu kwamba anayo mamlaka kamili ya uungu, wakati ambapo Roho Mtakatifu ndiye anayebadilisha watu tabia, na hicho hakifanywi na Yesu wala hakifanywi na Baba. Kama Roho Mtakatifu angekuwa na hadhi ya chini kuliko alionayo Baba na Mwana, Yesu asingependekeza kufanyiwa kufuru yeye kuliko kufanyiwa Roho Mtakatifu. Unajua, wakati Yesu alipokuwa hapa duniani alikutana na watu wenye maneno ya kufuru sana, dharau yani. Wakati mmoja akapendekeza kwa wale wenye dharau kwamba ni afadhali hiyo dharau au kufuru hizo wamfanyie yeye kuliko kumfanyia Roho Mtakatifu. Unadhani hapo Yesu alikuwa anaonyesha kwamba Roho Mtakatifu ana hadhi ya chini au ana hadhi ya juu? Wewe utatoa jibu wewe mwenyewe. Luka 12 fungu la 10, na kila mtu atakayenena neno juu ya mwana wa Adamu atasamehewa, bali aliyemkufuru Roho Mtakatifu hatasamehewa. Hapo ndipo ujue ya kwamba Roho Mtakatifu anayo hadhi kubwa tu, ila katika muonekano wa kibinadamu anaonekana kuwa yuko chini ya nafsi hizi mbili, ya Baba na ya Mwana. Lakini Yesu amemtetea kabisa Roho Mtakatifu kwamba anayo hadhi ya juu kabisa, anastahili kupewa heshima kama anayopewa yeye, na kwa maneno yake ni kama anapendekeza apewe heshima kubwa zaidi hata kuliko anayopewa yeye. Biblia inapomtaja Roho kama anayemilikiwa na Mungu au anayemilikiwa na Baba au anayemilikiwa na Kristo, haikusudii kumshushia hadhi, maana katika mpango wa kumwokoa mwanadamu hayo ndiyo yaliyokuwa makubaliano, kwamba Baba kwa nyakati mbalimbali ili kufanikisha ukombozi atamtuma Roho Mtakatifu
na atamtuma Yesu, na katika nyakati zingine Yesu atamtuma Roho Mtakatifu, lakini hatua hiyo haimpunguzii mwana na Roho Mtakatifu chochote walicho nacho katika sifa ya uungu. Kutumana ni vitu vya kawaida sana. Baba anamtuma mwana, anasema kwa maana kwa jinsi hii Baba alimtoa mwana ili kila mtu amwaminie asipotee, wala haionyeshi kwamba mwana ana hadhi ya chini au kwamba Roho Mtakatifu, Yesu anamwomba Baba amtume Roho Mtakatifu achukue nafasi yake. Haimaanishi kwamba yuko chini, huyu anayetumwa sasa yuko chini kwa hadhi. Hayo ni mawazo ya kibinadamu. Kwetu sisi mtu mdogo, mtu anayetumwa sana ndiye mdogo, lakini Yesu aliwahi kusema kule mbinguni ni tofauti. Yule anayetumikia wengine sana ndiye mkubwa. Kwa hiyo hii ikupe changamoto ya kwamba huyu anayetumwa sana, huyu usije ukakuta ndiye mkubwa kuliko hao wengine, kwa sababu ndio mfumo wa kuwatambua wakubwa kule juu mbinguni. Yule anayetumika zaidi anakuwa mkubwa zaidi. Ndio maana tutakapofika mbinguni Yesu atatutumikia. Tutakuwa tunakaa kwenye meza moja ndefu, yeye anakuja anatuhudumia kwa chakula, kwa vinywaji, maana kwa mbinguni anayetumika sana ndiye mkubwa sana. Kwa hiyo hii situtatanishe sana tunapoona Roho Mtakatifu akitumika sana tukadhani kwamba ni mdogo kuliko nafsi zile zingine. Jambo la kutambua ni kukumbuka ni kuwa Roho huyo wa Mungu au wa Kristo alihusika katika kuumba, hivyo ana hadhi ya uungu sawa na ile alionayo Baba na alionayo Mwana. Tunasoma katika Ayubu 33 fungu la 4, Biblia inasema Roho ya Mungu ameniumba na pumzi za Mwenyezi hunipa uhai. Tunahoji kama nafsi hizo mbili zina hadhi ya uungu kama alionayo Baba, kama mafungu hayo yalivyobainisha. Hofu inatoka wapi ya kutambua uungu wao? Biblia imewatetea kabisa kwamba ziko nafsi tatu na zote zina hadhi ya uungu, na ya kwamba hakuna yenye hadhi kuliko nyingine, ila katika mpango wa utekelezaji wa kumwokoa mwanadamu kila moja imepewa jukumu lake. Na kuna wakati nafsi moja inakuwa na mamlaka ya kutuma nafsi nyingine. Bado hiyo haimaanishi kwamba nafsi inayotumwa ni ndogo kuliko ile inayotuma. Kwa nini tunaingia kwenye mtego wa kutaka kumuona nani ni mkubwa, nani sio mkubwa? Kwa nini tunaingia kwenye mtego wa kukataa kuwepo kwa nafsi tatu, pamoja na Biblia kutumia muda mwingi kufafanua kwamba yuko Mungu mmoja lakini ziko nafsi tatu? Hili ni swala la imani, unatakiwa uamini hivyo, na mimi ninakuombea baada ya ufafanuzi huu uwe umeondokana na huo utata wote, kutokana na utata wote kutokana na nani ni mkubwa, nani ni zaidi kuliko mwingine. Tunawashukuruni sana kwa kutufuatilia katika majibu hayo, na sasa tunaenda kwa mapumziko kidogo, na baada hapo tutarejea tena kuangalia maswali tuliyoyapokea. Asante. Karibuni tena wapenzi watazamaji wetu, baada ya mapumziko mafupi. Tumerejea ili kuangalia maswali mengine tulionayo mezani, na hivi sasa msomaji wetu anaenda kutusomea swali linalofuata. Swali linasema, nahitaji kufahamu Biblia neno la Mungu, mbona kama ilitiwa mikono? Huyu bwana anataka kufahamishwa au kueleweshwa kama Biblia ni neno la Mungu, kwa sababu anatia shaka kwamba lilitiwa mikono. Biblia ni neno la Mungu na wala
halikutiwa mikono kama unavyotilia shaka muulizaji wetu. Biblia ni mkusanyiko wa vitabu vilivyoandikwa na wanadamu wakiongozwa na Roho Mtakatifu. Tunasoma hayo katika Petro wa pili 1 fungu la 21. Biblia inasema, maana unabii haukuletwa popote kwa mapenzi ya mwanadamu, bali wanadamu walinena yaliyotoka kwa Mungu wakiongozwa na Roho Mtakatifu. Hivyo ndivyo namna Biblia ilivyoweza kutufikia. Roho Mtakatifu aliwaongoza wanadamu, aliwaingizia ushawishi kwenye akili zao au uelewa au ufahamu, na wao wakaandika, na ndipo tumekuja kupata hiyo Biblia tulionayo. Lakini basi baadaye ilionekana haja ya kukusanya hivyo vitabu vilivyoandikwa na manabii na mitume na watumishi mbalimbali wa Mungu walioongozwa na Roho Mtakatifu, ili kuwarahisishia wasomaji kuvipata hivyo vitabu vyote vikiwa mahali pamoja au kwenye kitabu kimoja. Ndipo tukapata kitu kinaitwa Biblia. Biblia ni neno tu ambalo linamaanisha maktaba kubwa yenye vitabu mbalimbali, na hiyo maktaba kubwa ilipatikana baada ya ukusanyaji wa vitabu vya watu waliodai kwamba wameongozwa na Roho Mtakatifu, na kwa hiyo vikawekwa pamoja, na ndio maana leo tumekuwa na vitabu hivyo vyote kwa pamoja katika kitabu kimoja kinachoitwa Biblia. Sasa ili kuepuka kuwa na vitabu visivyo na uvuvio wa Roho Mtakatifu, kwa sababu unajua wanadamu sisi ni watu wa ajabu kidogo. Unaweza ukasema tunavikusanya vitabu vyenye uongozi wa Roho Mtakatifu, na mtu akaja na kitabu chake ambacho kikiangalia wala hakina uongozi wote wa Roho Mtakatifu, na kwa hiyo mradi wote ukawa umevurugika au umetiwa doa. Kwa hiyo ili kuepuka hali hiyo, vigezo kadhaa vilizingatiwa, ambapo kupitia vigezo hivyo vitabu 6 vilionekana kutokidhi vigezo, na hivyo kuondolewa kabisa miongoni mwa vitabu vinavyokubalika kuunda Biblia. Na kwa hiyo kukabaki na vitabu 66 vilivyoonekana kukidhi vigezo. Kati ya hivyo vitabu 66, 39 viko kwenye Agano la Kale, kwa sababu Biblia imegawanyika makundi makubwa mawili. Kundi la kwanza la vitabu vya Agano la Kale na kundi la pili la vitabu vya Agano Jipya. Vile vya Agano la Kale viko 39 na vile vitabu vya Agano Jipya vyenyewe viko 27, na kufanya jumla ya vitabu 66 vilivyokidhi vigezo. Sasa vitabu 6 vilivyoachwa ni Tobiti, Judithi, Makabayo ya kwanza na Makabayo ya pili, Hekima, Sira na Baruki. Hivi ni vitabu ambavyo unavikuta katika Biblia zingine, lakini katika ile Biblia ambayo ilichuja vitabu na kubakiza vitabu 66, vitabu hivyo 6 huvipati katika hizo Biblia. Tena katika Biblia hizo vitabu vya Danieli na Esther vimeongezewa maneno ambayo huyapati katika Biblia za kawaida. Kwa hiyo ni kwamba kuna Biblia yenye vitabu 66, lakini usije ukashangaa kukuta Biblia yenye vitabu 72, kwa sababu imeweka na vile 6 vilivyokataliwa na jopo la wanazuoni ambao waliridhika kwamba havijakidhi vigezo vya kuitwa vitabu vyenye uvuvio wa Roho Mtakatifu. Na ni kawaida kwa mtu anayesoma Biblia na kutoielewa kudhania kuwa imetiwa mikono au imeongezewa maneno ya wanadamu yasiyo na mamlaka ya Mungu. Na hapa nitoe angalizo, sio kwamba Biblia unaweza kuisoma na kuielewa kirahisi, na hasa katika baadhi ya vitabu kama vitabu vya unabii vya Danieli na Ufunuo, lakini hata vitabu vya Paulo ambavyo ameandika kwa hekima kubwa sana, ni rahisi kwa msomaji wa kawaida kufika mahali vikamchanganya hata asielewe, na huo mchanganyiko atakao upata ni rahisi kutilia shaka sasa kwamba hii Biblia inawezekana imetiwa mkono
au haina mamlaka ya Mungu, kama muuliza swali wetu anavyokuwa na mashaka. Msomaji mnyenyekevu wa neno la Mungu hawezi kushindwa kuielewa Biblia, kwa kuwa Biblia kwa kawaida haijipingi, maana manabii walioiandika hawawezi kupingana wenyewe kwa wenyewe. Biblia katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza 14 fungu la 32 tunasoma, na roho za manabii huwatii manabii. Yaani nabii huyu akiandika hiki hawezi kuandika kingine kinachopingana na kile kilichoandikwa na nabii mwenzake. Hilo jambo limeangaliwa sana katika kuvikubali vitabu vya Biblia, na vile vilivyoonekana vinapingana kabisa, hivyo vilionekana vimepoteza vigezo, na kwa hiyo viliondolewa kwenye Biblia. Hivyo ili kuelewa Biblia unahitaji uongozi wa Roho Mtakatifu aliyewaongoza watu kuiandika hiyo Biblia. Nyaraka za Paulo na vitabu vya unabii vimeonekana kuwasumbua wasomaji wake katika kujua kile kilichokuwa kinakusudiwa hasa. Petro anatoa ushauri wa namna ya kuelewa nyaraka za Paulo ambazo watu wasio na elimu huzipotosha sana. Anatoa ushauri gani Petro? Katika kitabu cha Petro wa pili 3 fungu la 15 hadi 16 tunasoma, nanyi uhesabuni uvumilivu wa Bwana wetu kuwa ni wokovu, kama vile na ndugu yetu mpenzi Paulo alivyowaandikia kwa hekima aliyopewa, vile vile kama katika nyaraka zake zote pia, akitoa humo habari za mambo hayo. Katika nyaraka hizo yamo mambo ambayo ni vigumu kuelewana nayo, na mambo hayo watu wasio na elimu, wasio na imara huyapotoa kama vile wayapotoavyo na maandiko mengine kwa uvunjifu wao wenyewe. Kuna angalizo linatolewa unaposoma vitabu vya Biblia hasa vya Paulo, ya kwamba unatakiwa uwe mwangalifu, vinginevyo unaweza ukapotosha kile kilichokuwa kimekusudiwa. Ugumu wowote unaoupata mtu wakati anaposoma Biblia usichukuliwe kuwa unatokana na Biblia kutiwa mikono. Biblia inajiridhisha kuwa ni kitabu chenye mamlaka ya Mungu kutokana na inavyobadilisha maisha ya wale wanaoiamini. Idadi ya watu waliobadilishwa na Biblia ni kubwa sana na inaendelea kutokea katika jamii za wanadamu. Timotheo wa pili 3:15 hadi 16 anasema, na ya kuwa tangu utoto umeyajua maandiko matakatifu ambayo yaweza kukuhekimisha hata upate wokovu kwa imani iliyo katika Kristo Yesu. Kila andiko lenye pumzi ya Mungu lafaa kwa mafundisho na kwa kuwaonya watu makosa yao na kwa kuwaongoza na kwa kuwaadibisha katika haki. Biblia imethibitishwa kwamba inao huo uwezo, inao huo muujiza wa kubadilisha maisha ya watu kutoka maisha mabaya kwenda kuwa maisha mazuri. Na hii ni kutokana na kuwa Biblia imepewa uwezo wa kuyachunguza maisha ya mtu na kumtia hatiani pale anapokwenda kinyume nayo. Na unaposoma Biblia, kama kuna jambo huende nalo vizuri, lazima utasikia moyo wako unauma, kwa sababu Biblia ina uwezo wa kuchunguza moyo wa mtu na kutambua kwamba hapa pana kasoro. Huenda hiyo ndio sababu Biblia imekuwa mwiba kwa watu wengine. Katika kitabu cha Waebrania 4 fungu la 12 tunasoma maneno yafuatayo, maana neno la Mungu li hai, tena lina nguvu, tena lina ukali kuliko upanga uwao wote ukatao kuwili, tena la choma hata kuzigawanya nafsi na roho na viungo na mafuta yaliyomo ndani yake, tena lije pesi kuyatambua mawazo na makusudi ya moyo. Hakuna kitabu kingine chochote chenye sifa, chenye uwezo kama huo uliotajwa upo ndani ya Biblia. Unaposoma Biblia, Biblia ina uwezo wa kutambua mawazo yako, ina uwezo wa kuweka peupe kila tabia yako, na ina uwezo wa kufanya ujisikie mwenye hatia. Na hiyo hali ya kujisikia kwenye hatia, unapoendana nayo vizuri, inakupelekea kwenye hatua ya kutubu na kukubali yale makosa yanayofunuliwa na Biblia na kuungama na kusamehewa. Na hiyo ndio lengo la Biblia, kwamba utakapogundua una mapungufu yoyote, basi nyenyekea, tubu ili kusudi upate kusamehewa. Lakini wengine badala ya kwenda katika hatua hiyo
ya kukubali kwamba wana makosa huiona Biblia kuwa kama adui yao. Huenda wale wanaohisi kuwa Biblia imetiwa mikono wamekutana na maneno yaliyowachoma waliposoma, lakini ushauri wangu ni huu: kubali Biblia ikutibu maradhi yako ya kiroho ili upate kupona. Tumeshia hapo kwenye hilo swali, tunaangalia swali linalofuata. Swali linasema, nini maana ya kanisa? Asante. Mtazamaji wetu amependa kujua nini maana ya kanisa, nasi tumeandaa majibu kama ifuatavyo. Kanisa laweza kuwa jengo wanalokutanikia watu ili kuabudu, au yaweza kuwa jamii ya watu walioitwa kutoka maisha yao ya kawaida ili kuyaishi makusudi ya Mungu kwa namna yalivyofafanuliwa na Biblia. Kwa hiyo inaweza kuwa jengo, inaweza kuwa jamii ya watu. Huenda hoja yako ilijikita kwenye tafsiri ya pili ya kanisa kama jumuiya, na mimi ninaendelea kufafanulia sasa nini maana ya kanisa kwa maana ya jumuiya. Kitabu cha Petro wa kwanza 2 fungu la 9 tunasoma, bali ninyi ni mzao mteule, ukuhani wa kifalme, taifa takatifu, watu wa milki ya Mungu, mpate kuzitangaza fadhili zake yeye aliyewaita mtoke gizani mkaingie katika nuru yake ya ajabu. Hayo ni jamii ya watu walioitwa, wamepewa sifa, nyinyi taifa takatifu, ukuhani wa kifalme. Hawa ndio wanaunda sasa kanisa. Kwa hiyo kanisa ni jamii ya watu wenye sifa maalumu walioitwa pamoja kwa makusudi fulani ya Mungu. Lakini katika kitabu cha Matendo ya Mitume 20:28 tunaendelea kupata ufafanuzi wa nini maana ya kanisa. Jitunzeni nafsi zenu na lile kundi lote nalo ambalo Roho Mtakatifu amewaweka ninyi kuwa waangalizi ndani yake, mpate kulilisha kanisa lake Mungu alilolinunua kwa damu yake mwenyewe. Kwa hiyo hapa pia tunaona tafsiri ya kanisa ya kwamba ni kundi la watu waliounganishwa pamoja, waliomwamini Yesu Kristo, na hao sasa wanaokulia wokovu wakiendelea kupata mafundisho ya kuwaimarisha, na kwa hiyo wanaunda kitu kinachoitwa kanisa. Kwa swali lake tutaishia hapo. Kama utahitaji ufafanuzi zaidi utatuuliza tena. Kanisa la kweli la Mungu haliendi namna hiyo. Ibada iliyoasisiwa na mwanadamu badala ya kumwelekea Mungu ikamwelekea mwanadamu. Yeye ndiye anayefadhili mpango huu mbaya na ndio anayepokea ibada hizo zote. Katika Wathesalonike wa pili 2:3-4 Biblia inasema, mtu awaye yote asiwadanganye kwa njia yoyote, maana haiji usipokuja kwanza ule ukengeufu, akafunuliwa yule mtu wa kuasi, mwana wa uharibifu, yule mpingamizi ajiinuaye nafsi yake juu ya kila kiitwacho Mungu ama kuabudiwa, hata yeye mwenyewe kuketi katika hekalu la Mungu akijionyesha nafsi yake kana kwamba yeye ndiye Mungu. Shetani ndiye anayepokea ibada zinazofanyika katika siku ambayo Mungu hakuichagua, zinazofanyika katika utaratibu ambao Mungu hakuutoa. Mungu anatafuta watu watakaotambua udanganyifu uliofanywa na adui kwa lengo la kupotosha ibada ya kweli, na ambao watakuwa tayari kuirudia ibada ya kweli. Yohana 4 fungu la 23 nasema, lakini saa inakuja, nayo saa ipo, ambayo waabudu halisi watamwabudu Baba katika roho na kweli, kwa maana Baba awatafuta watu kama hao wapate kumwabudu. Tunapoelekea mwisho wa wakati, kutakuwepo vuguvugu la kurejea kwenye ibada ya kweli kwa kulitambulisha wazi wazi kanisa la kweli, ili watu wajiunge na kanisa hilo na hatimaye kuwa na kundi moja na mchungaji mmoja. Mungu anatambua kuwepo kwa watu wanaoitii sauti yake waliopo nje ya kanisa linalosimamia maagizo yake. Hao atawaita kwa wakati wako, nao wataitika na kuanza kutunza maagizo yake. Biblia inasema katika Yohana 10:16, na kondoo wengine ninao ambao si wa zizi hili, hao nao imenipasa kuwaleta, na sauti yangu wataisikia, kisha kutakuwako kundi moja na mchungaji mmoja. Bado hujachelewa, Mungu anakuita ufanye uamuzi kupokea ibada ya kweli na kujiunga na kanisa la kweli. Tumefikia mwisho wa maswali yetu na kipindi chetu. Ninawashukuru nyote ambao mmechukua muda wenu kukaa hapo kando ya runinga na kusikiliza.
Na ikiwa kuna mahali popote ambapo hukupaelewa vizuri, nahitaji ufafanuzi, waweza kunipigia mimi mwenyewe Mchungaji Steven Leta kwa namba ifuatayo 0764600362. Narudia tena namba hiyo 0764600362. Wakati tunapofunga kipindi hiki, ninakualika mahali ulipo ufumbe macho tupate kuomba. Lihimidiwe jina lako Mungu mtakatifu, Baba wa milele, kwa kutupatia nafasi ya kujifunza ukweli huu ambao umetuweka huru, maana umethibitishwa na maandiko yako matakatifu. Saidie mtazamaji ambaye amekuwa akifuatilia kufanya uamuzi kutokana na ukweli huu uliofunuliwa kwake, ili hatimaye akapate kuokolewa siku ile ya mwisho. Asante kwa sababu utafanya hivyo, tunaomba na kushukuru katika jina la Yesu Kristo. Amina.